Serikali ya Tanzania kupitia mradi wa E-Strip ambao unashirikisha nchi ya Tanzania, Kenya na Ethiopia. Huu mradi uliletwa kwa ajili ya kukuza ujuzi na kuanzisha vituo vya umahiri katika hizi nchi tatu. Lakini serikali ya Tanzania awamu ya 6 kwa kuona umuhimu wa mafunzo ya anga ikaelekeza kwamba kituo cha umahiri wa usafiri wa anga kianzishwe hapa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kwa hiyo hivi ninavyoongea, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, miundombinu ya kituo hiki imeshaanza kujengwa na imekamilika kwa 97%. Katika miundombinu inayojengwa, inajengwa jumla ya majengo 5 pale Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, ambayo majengo haya mawili ni kwa ajili ya mabweni ambayo yana uwezo wa kuchukua wanafunzi 1500, ambayo ndani yake pia kuna vyumba vinavyoweza kuchukua wanafunzi wa kimataifa international, kwa sababu hiki kituo ni kituo cha kipekee Afrika Mashariki na Kati ambacho kitaleta wanafunzi wengi kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kupata mafunzo ya usafiri wa anga. Aidha, kuna majengo 3 ambayo tunaita ndio Center of Excellence. Kuna jengo moja tunaitwa High Tech Building ambalo litakuwa na maabara na workshop au karakana za kisasa na vifaa vya kisasa ambayo litatumika katika kutoa mafunzo ya wahandisi matengenezo ndege. Na kwa kufanya hivi, haya majengo yatakiwezesha Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kupata uwezo wa kutoa leseni ambao pia nchi za nje, wanafunzi kutoka nchi ya nje watakuja kusoma hapa na hivi kuingizia serikali mapato ya kigeni, na pia watu wetu wa Tanzania hawatakuwa na sababu ya kwenda kusoma nje, na hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwenda nje ya nchi. Na pia jengo moja kama nilivyosema hapo awali, serikali imenunua vile vifaa vya cabin crew training ambavyo ni bilioni 9.1. Vile vifaa vitakaa mle ndani. Mle ndani utakapokuja ni jengo tunaita state of the art. Yaani kwamba ni jengo ambalo ukiingia mle ndani limejengwa, lina ubora wa kimataifa na lina kila kitu ambacho kinatakiwa kuwemo mle ndani. Mle ndani mna swimming pool, mle ndani mna kila kitu ambacho vile vifaa vina uwezo wa kusimulate, yani wa kutengeneza tukio kama vile ambalo unaweza kaliona ndege imeharibika mkaamua kutua baharini. Hasa kile kifaa kitatua kwenye swimming pool na yule cabin crew ataonyesha uwezo wake jinsi gani anaweza kaokoa watu wakiwa kwenye ndani ya maji. Kwa hiyo kile kituo kitatoa mafunzo ambayo yana ubora wa kimataifa na ni kituo cha state of the art cha Tanzania ambacho East Africa na Central Africa kikisha kamilika kitakuwa ni kituo cha kipekee sana. Na tunategemea kituo hiki nao majengo haya kukamilika mwezi wa 6 mwaka huu, na naamini labda baadhi yenu waandishi wa habari wakati wa ufunguzi wa viongozi wetu mtakuja kuona kwa macho. Maana kuna wakati wanasema seeing is believing, sio? Aidha, serikali imetoa fedha kama nilivyosema hapo awali kujenga jengo lile la mafunzo ya urubani pale KIA. Kwa hiyo kwa sasa hivi jumla ya bilioni 4.5 zitatumika kujenga jengo lile la urubani pale KIA. Kwa hiyo kituo hiki kikisha kamilika, tumeshafanya mazungumzo ya awali na wenzetu wa EASA ambao ni shirika la kusimamia mambo ya usafiri wa anga wa Ulaya, na wametuma timu wamekuja kuangalia miundombinu yetu. Kuna uwezekano mkubwa na tumefika hatua nzuri kwamba mitihani ya EASA itakuwa inafanyikia hapa Tanzania. Kwa hiyo ikianza kufanyikia hapa Tanzania, maana yake watu wa kutoka Kenya, wa kutoka Uganda na nchi za jirani watakuwa wanakuja Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kwa ajili ya kufanya mitihani inayotambulika na EASA. Sasa hiyo ni hatua kubwa sana serikali imefanya ambayo kwa kweli inahitaji kupongezwa. Kwa kuanzisha mafunzo haya hapa nchini kwenye Chuo cha Taifa cha Umma cha Usafirishaji,
kutapunguza gharama ya mafunzo haya kwa takribani kuanzia 50% mpaka 60%, ambazo Watanzania wengi wanatumia kupata mafunzo hayo nje ya nchi. Kwanza, kwa mafunzo haya hapa nchini kutaokoa fedha za kigeni ambazo zimekuwa zikitumika. Kwa kawaida unapopeleka mtu kusoma nje ya nchi, hutumii fedha za Kitanzania, unatumia dola. Kwa hiyo hizi fedha zimekuwa zikienda nje ya nchi, wakati mafunzo haya yakianza hapa nchini, hizi fedha zitabaki ndani ya nchi. Aidha, kuanza kwa mafunzo haya kutaongeza idadi ya marubani wazawa, hivyo kutapunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa marubani wa kigeni ambao gharama yake ni kubwa. Naomba hapa nieleze kidogo. Sekta ya usafiri wa anga, hasa eneo la marubani, lina changamoto, na ndio maana serikali imeamua kukiwezesha Chuo cha Taifa cha Usafiri kuanzisha mafunzo haya hapa nchini. Kwa sababu mara nyingi unakuta mashirika mengi ambayo yako hapa nchini, kwa sababu yana ndege zinahitaji kuendelea kusafiri, wanalazimika kutafuta marubani wa kigeni. Sasa wanapokuja marubani wa kigeni, malipo yao ni tofauti na marubani wa ndani ya nchi. Zaidi ya yote, katika usafiri wa anga, rubani akicha kuwa rubani, sifa yao au cheo chake kinapanda kufuatana na masaa anayoruka. Kwa hiyo kuna mara nyingine hawa rubani wa kigeni wakija, wanatumia Tanzania au mashirika yetu kuongeza masaa ili cheo kifanye nini? Kipande. Baada ya hapo wanaenda kwenye mashirika makubwa kama Qatar, Emirates na wengine. Kwa hiyo kumekuwa kuna marubani kuja na kuondoka, kuja na kuondoka, kuja na kuondoka. Tofauti na tukiwa na marubani wazawa. Najua marubani wazawa wako nyumbani. Kwa hiyo kwa kuanzisha mafunzo haya hapa nchini kupitia Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, tutaondoa hilo tatizo hilo kwa kiasi kikubwa.